Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa Sibuka Television. Ni siku nyingine njema ya pekee sana na baraka ambayo Mungu ametupa. Nami na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili yako, na pia nikukaribisha katika kipindi kipendacho cha misingi ya imani. Naamini kwamba ziko baraka za Mungu kwa ajili yako tena siku ya leo, au utukufu wa Mungu utaenda kwa mkuu sana kwako. Tumekuwa tukijifunza yale mambo ya msingi ambayo muumini anatakiwa kuyafahamu baada tu ya kuokoka, na namna gani ya kuishi baada ya maisha ya neema ili katika Kristo Yesu. Ni kwa nini tunajifunza mambo haya? Kwa sababu watu wengi walifikiri kwamba wakishaokoka kilichobaki ni safari ya kwenda mbinguni. Lakini ukweli ni kwamba ukishaokoka kuna maisha hapa kabla ya kwenda mbinguni. Na maisha haya ni muhimu sana uyafahamu, kwa sababu unapoyafahamu yale maisha yatakusaidia kuishi baada ya wewe kuokoka, hata siku utakapoondoka hapa duniani, iwe ni Yesu kukujia binafsi ama ni Yesu atakapolijia kanisa. Kwa mpendwa mtazamaji unatazama, ni siku nyingine njema tena ya pekee na baraka, ambao naamini kwamba baraka za Mungu zitakuwa juu yako tena tunapoenda kujifunza maneno ya Mungu kwa pamoja. Naomba nikukaribishe katika kipindi hiki na nikamwombe Mungu basi kabla ya kwenda kuanza kipindi chetu cha leo. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru. Asante kwa siku ya pekee sana uliotukirimia kukutana katika kipindi hiki tena cha misingi ya imani. Naomba Roho yako mwema akawe juu yetu. Baraka zako zikawe juu ya kila mmoja anayenisikiliza na anayetazama kutoka popote pale ndani ya nchi ya Tanzania ama nje ya nchi ya Tanzania. Mungu usina mipaka. Naamini kwamba tunapomba maombi haya utamgusa mtazamaji na mfuatiliaji anayefuatilia, baraka zako zikiwa juu yake kumtenda mema. Libarikiwe na kuinua jina lako takatifu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Baba nimeomba nikiamini. Amen. Mpendwa mtazamaji, wakati tunapoendelea, naomba nikuombe ombi hili kwamba pia unaweza kumshirikisha mtu mmoja au wawili, ukawa umewaambia ni wakati wa kipindi na ukatuma ujumbe mfupi basi, ili tuweze kuendelea pamoja au kushirikiana kwa pamoja, na naamini kwamba Mungu ataenda kutubariki. Tunaendelea somo letu lile la mambo ya msingi ya kufahamu baada ya kuja kwenye maisha ya neema na kuyaishi hayo. Na tumeangalia mpaka jambo la 6. Leo natamani tukapate kuendelea jambo la 7 na kuendelea, ili tuweze kujifunza kwa kina zaidi. Na jambo la 7 ambalo jambo la kwanza kwa niangalia leo nilasema hivi: kwa kuwa umeokoka hujasamehewa majaribu, bali umesamehewa dhambi. Na kwa kuwa umeokoka ni mwanzo wa vita kubwa zaidi kwenye maisha yako, na unapaswa kulielewa hili. Watu wengi sana walijua kwamba ukiokoka hutakutana na vita, hutakutana na majaribu, hutakutana na changamoto. Kwa sababu ya hiyo mentality ama ufahamu, walipookoka wakaanza, siku ya kwanza tu wameokoka, majaribu yakaanza, vita vikaanza, changamoto zikaanza. Matokeo yake akasema kama kuokoka ni hivi, bora tu rudie maisha yangu ya kawaida, bora tu rudie maisha nilikuwa naishi. Wewe mtazamaji, nataka ulielewe hili. Nataka tukajifunze jambo hili kutoka kwenye wana wa Israeli. Tujifunze kisa hiki cha wana wa Israeli. Walikuwa utumwani na Mungu akawaokoa kutoka utumwani kwa mkono mkuu wa Mungu mwenye nguvu. Biblia inasema Misri kapigwa kwa mapigo 10. Pigo kwa mapigo ya jura, pigo ya chawa, kwa na inzi, mvua ya mawe na moto, kwa na giza siku 3, ukapo mimea imeharibika, kwa na ugonjwa wa kimeta au vipo, wanyama wakauza midomo wakaharibika, kwa na mapigo mengi sana kwenye ile nchi. Mungu anawatetea watu wake kuwatoa utumwani. Lakini mwisho wa siku kwa na pigo moja kubwa kuliko yote, wazaliwa wa kwanza wote wa mnyama na wa wanadamu wakafa. Israeli wakatoka. Biblia inasema walipotoka wakafika hapo mbele, wana ushindi, wanaimba, wanashangilia. Siku chache tu baada ya kutoka pale, wale walioshangilia, wale waliokuwa wamekutana na wameimba nyimbo za ushindi, wakakutana na bahari.
Walipokutana bahari, walipoangalia nyuma, Farao huyo anakuja. Maana zoezi lilikuwa kwenye siku ya 5, nafikiri. Farao alishtuka kwamba watu wameshaondoka hao, akaanza kuwafuatilia, na mbele yao wakakutana kuna bahari. Walipokutana bahari na huko nyuma Farao anakuja, milima imezunguka kila upande, ile jambo waweza kukimbia, wakalia kweli kweli. Jaribu la kwanza kwenye maisha yao, wameokolewa kweli, ila majaribu yanaanza kuwafuata. Walipokutana ile jaribu, Biblia inaelezea kwamba wakawa wamefika pale baharini. Mungu akasema na Musa. Musa akachukua fimbo, akapiga maji, yakagawanyika upande huu na upande huu, wakapita mahali salama. Walipofika ng'ambo ya pili, wakaimba wimbo wa ushindi. Biblia inasema Miriamu na binti yule akafunga njuga miguuni kwake, na wanawake wakamfuata nyuma wakasema, shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, fadhili zake za milele. Panda farasi na farasi waliotoka baharini. Lilipomalizika ile hapo mbele, lingine likaibuka. Tana maji machungu, maji ya mara. Wanamaliza maji ya mara, lingine kainuka. Jamani, chakula kinachokula, hamna chakula, maana ikaanza kushuka. Mmemaliza la mara, jamani, chakula tunakula kila siku jamani, hivi mbona hali hivi, hatuna nyama hivi? Mungu akaleta kware. Wamemaliza kware, ukiendelea mbele kidogo, jamani, wamenunuka, kukatokea nyoka za rangi ya shaba. Yote haya ni majaribu yanayokumba watu walio. Wewe umeokoka, umesamehewa dhambi, ila unachotakiwa kujua kwamba kwa kuwa umeokoka hujasamehewa kujaribiwa. In fact, kuna familia nyingine, kuna jamii nyingine, kuna makabila mengine, ukisema umeokoka, kwa mfano kwetu sisi Kilimanjaro, kuna ile watu wakishaokoka wanakuwa watu hawasukuna tena damu. Maana watu wanapenda nyama anapochinjwa, watu wanaenda hata kucheni asubuhi, anachukua damu kidogo pale na nyama anachemsha na kunywa. Kwa sababu ukishaokoka hautaki unywe damu. Kwani Biblia imesema tusinywe damu, maana ni uhai. Tunaambia kweli kabisa, unaweza kuacha kitu. Uache kunywa damu, uache tena matambiko, uache kusanyika katika vikao mbalimbali vya kijamii. Sasa vita vinakuwa ni vikubwa. Kwa mtumishi mmoja akashuhudia sasa kwamba yeye alipokuwa sasa kwamba tunafanya tambiko, maana watu walikuwa kifa kwenye familia, tunafanya tambiko. Mganga amekuja kufanya tambiko pale. Nini kilitokea baada ya mganga kuja kufanya tambiko? Yeye akasema sitashiriki. Wakamwambia kuanzia leo tumekutenga na ukoo. Wewe sio wa kwetu tena, maana unataka kutambikia. Vita vikawa ni vikali sana. Wako watu ambao wamefukuzwa na waume zao kabisa kwa sababu ya Yesu. Wako watu ambao wamekataliwa na wake zao kabisa kwa sababu ya Yesu. Wako watu ambao wamekataliwa na familia zao kabisa, wamefukuzwa kwa sababu ya Yesu. Wako vijana wamefukuzwa majumbani mwao na baba zao wakawakana kabisa kwa sababu ya kusema wameokoka. Unasemaje umeokoka? Unaacha dini ya babako na mama yako? Mama yako alikuwa mjinga, babako alikuwa mjinga, na mbona dini yao bado wanaendelea nayo? Wewe unaambia unachaje dini ya baba yako na dini ya wazazi wako? Wewe ndio unaona kwamba una akili kuliko wale kutangulia? Hapana. Swali kwa hiyo mpendwa mtazamaji, ukishasema nimemkubali Yesu, kuzimu itainuka na watu wa karibu. Yesu akasema adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Ukisoma Marko 8:34, lakini pia ukisoma Mathayo 10:34 na kuendelea mpaka 39, Yesu anasema sikuja kuleta amani duniani bali upanga. Maana yake nini? Amani ni ile anayokupa ya moyoni mwako, lakini wewe na mtu mwingine kama hamkubaliani katika swala la imani, ndugu yangu, hakuna amani hapo. Ni vita kila siku, ni vita endelevu. Kwa hiyo yapaswa kujua kwamba wewe kumwamini Yesu, wewe kuokoka, wewe kumwamini Mungu na kutembea katika njia yake, ni kwamba umetangaza vita na ukoo wako, umetangaza vita na jamii yako, umetangaza vita na marafiki zako, umetangaza vita na wale watu wote wa karibu waliokuwa kwamba watakusapoti sana. Nafahamu mtu mmoja tu ambaye aliokoka, wakamwambia nenda tu yetu. Alikuwa ndugu mmoja, sasa ni mtumishi wa Mungu mzuri tu. Alikuwa akiuziwa na mtu mmoja, anakata migomba, kila mtu akija atakata mgomba, anakata migomba, anaharibu, alafu anatembea na panga muda wote. Na kwa hiyo ukienda kutaka kumfuata huo umejipanga kwa kweli.
na alitoa tangazo kwamba ukipeleka kwa mwenyekiti au ukipeleka polisi, mwakishe amefungwa, atafia huko. Maana yake akirudi ni ama zako ama zake. Baada ya matangazo hayo kuwa mengi, yule ndugu akakutana na muujiza wa ajabu wa Yesu kumwokoa. Alikuwa barabarani anaendesha baisikeli usiku akiwa amelewa. Kama kawaida yake ni mbabe mtaani. Alipokuwa anaenda barabarani siku ya kwanza akawa amekanyaga kitu barabarani, barabara ya lami, sababu ni giza. Aliporudi akakuta ni mfuko wa pipi. Kwa hiyo asubuhi akaanza kugawanya pipi kule mtaani. Hasa ikawa ni jambo zuri kweli kweli, na ameonekana mwovu wa mtaa, bouncer wa mtaa, leo kagawanya pipi mtaani. Wasio kwamba zile pipi alikuta barabarani. Lakini siku kadhaa baadaye akipita eneo lile lile akakanyaga kitu kingine. Alipokanyaga kile kitu akapaki baisikeli yake, angalia chokanyaga nini, maana yake ni usiku wa saa 5 kwenda saa 6 usiku. Alipoenda kunyanyua kile chokanyaga, kunyanyua akakuta ni kichwa cha binadamu ambaye alikuwa amegongwa na gari, akakatika kichwa kikaangukia barabarani na mwili wake ulikuwa sehemu nyingine. Kwa hiyo akakuta amebaki kile kichwa anaangalia nacho uso kwa uso. Sasa alipokiona kile kichwa cha binadamu na ndio amekishika, akakitupa chini. Na alichofanya, mpendwa mtazamaji, badala baisikeli mbebe ipeleke nyumbani, yeye ndiye alibeba baisikeli akatisha mashambani mpaka katika nyumbani kwake. Lakini sasa ile picha ya kushika kichwa cha binadamu kisicho na mwili ikabaki kwenye akili yake, ikamsumbua mpaka akafika mahali akaamua kumpa Yesu maisha. Alipompa Yesu maisha, kijiji kasema, jamani, huyo aende, tutumruhusu akaokoke, maana yake ametushinda. Ila wengi wanapokoka, wapole kama wewe, wataratibu kama wewe, waliozoea kutumia na kila mtu akitaka kutuma na kutuma. Kila mtu wa pombe na kutuma, wa sigara na kutuma, kwa kila jambo ovu unaweza kutuma. Unapookoka mpendwa, vita umetangaza, na na kuzimu na mizimu na shetani watakufungashia jeshi la kufuatilia. Kwa hiyo unachotaka kujua kwamba nimeokoka, nimetangaza vita na ufalme wa adui. Lazima ushinde kwa awamu. Kila wakati ushinde. Kuna wakati ambapo utashafika mahali utakanyamaza kimya, hawatakufuatilia tena. Kwa hiyo unapookoka, tambua kuwa wewe kama Mkristo una vita, na utapigana na vita, na utakutana na changamoto, utakutana na mambo mbalimbali ambayo yatakufanya uone kana kwamba kama uamuzi uliofanya sio uamuzi sahihi. Kuna watu ambao wamekatazwa kusoma kwa sababu gani? Wameokoka. Kuna watu walionyimwa haki zao kwa sababu gani? Wameokoka. Kwa jambo hilo la muhimu sana ukumbuke, pia mtazamaji, yamkini na wewe katika hali hiyo, umekataliwa na watoto wako, umekataliwa na mke wako, umekataliwa na mume, umekataliwa na familia yako, umekataliwa na ndugu zako, umekataliwa na wazazi wako. Kwa sababu gani? Umeokoka. Wewe sio wa kwanza wala sio wa mwisho. Wewe ni mmojawapo wa miongoni mwa watu wengi ambao wamekutana na changamoto au wamekutana na vita hii. Lakini jambo jingine, mpendwa mtazamaji, ambalo nataka ufahamu katika safari ya maisha ya imani, katika safari zipo hatari, ikiwa ni pamoja na kupotea, lakini pia kuna hatari nyingine kwamba kuna kukwama, lakini kwa hatari nyingine ambapo ni kurudi nyuma. Kitabu cha Mhubiri mlango wa 7 mstari wa 8, naomba nisome ule mstari pale. Mhubiri 7:8, Biblia inasema hivi. Mhubiri mlango wa 7 mstari wa 8, Biblia inasema, heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake, na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi. Heri mwisho wa neno. Ndio nataka tuangalie pale. Watu wengi wameokoka, bado hujafika mwisho. Kama bado unanisikiliza, wewe hujafa, uko hai. Kama bado unanisikiliza, haujaenda mbinguni, bado uko duniani. Na Biblia inasema heri mwisho wa neno. Uliokoka mpendwa, jambo zuri. Unapiga mbio vizuri, ni jambo zuri. Ila jitahidi uwe na mwisho mwema. Kuna mwimbaji alisema, Mungu nitie nguvu nimalize safari salama. Nimalize mwendo salama. Kwa sababu wengi walianza njiani, walianza safari wakafika njiani, hawakumaliza. 99.9%
ya wote walioanza safari pale nchini Misri hawakufika nchi ya Kanaani. Sio kwa sababu walikuwa wazee, mpendwa mtazamaji, acha nikwambie hilo. Sio kwa sababu walikuwa walizeeka njiani. Safari ya kutoka Misri kwenda Kanaani ilichukua miaka 40 tu. Na ile miaka 40 wako vijana walikuwa na miaka 20, 30, 15, ngapi? Kwa sababu ya kunung'unika, Mungu alisema ni watoto tu watakaoingia nchi ya Kanaani. Kwa sababu gani? Wazazi waliponung'unika walifia jangwani wote. Yaani Mungu alisababisha matukio ya vifo visivyokuwa vya kawaida. Kwamba kulikuwa na vifo hapo, wanapolalamika kidogo wanafikwa. Hapa nyoka wanafika. Wakija hapa maji macho wanafikwa. Wakija pale maji meri wanafikwa. Hapa hivi wamekutana na Moabu wakapatana nao wanafikwa 23. Kwa hiyo walipunguzwa kufika wakati wa kuingia Kanaani. Joshua, Caleb ndio watu ambao waliona geti la Misri wakaiona nchi ya Kanaani, kwa sababu walikutembea katika imani. Maana yake walifika mwisho mwema. Katika wale wapelelezi 12, Joshua na Caleb peke yake ndio wanafika. Mpendwa mtazamaji, niambie, kama kulikuwa na wanaume 600,000 ukiangalia watu wawili ndio waliofika, hii inakaje? Hizo ni hatari za njiani. Kuna watu ambao wameanza safari hii wakutana na hatari za njiani. Hatari nyingine zinatoka kwenye huduma. Mtu alienda kufanya huduma, kiburi kikainuka ndani yake, ni hatari ya njiani. Kuna watu wengine mafanikio, mtu alikuwa kweli amemwamini Mungu, akafanikiwa, akapata hela za haraka, akafanikiwa, akapata magari ya haraka, akafanikiwa, akapata hiki na kile. Baada ya hapo moyo wake ukatukuka. Hatari ya njiani. Kuna wengine ni ujinga, anaenda mbele anarudi nyuma, anaenda mbele anarudi nyuma, anakutana na kifo. Hatari ya njiani. Kwa hiyo ujue kwamba katika safari zipo hatari, na Biblia imesema ni heri mwisho wa neno. Maana yake heri mwisho wa wokovu wako, utamaliza salama. Nimekuwa nikiwaambia vijana, ana heri mtu yule ambaye hajaokoka kuliko yule ambaye aliokoka anayerudi nyuma. Kwa sababu yule ambaye hajaokoka, Yesu alisema hivi, makahaba na watoza ushuru watawatangulia kuingia mbinguni. Achukua na maana Yesu kwamba hawataingia mbinguni wakiwa makahaba, hawataingia mbinguni wakiwa watoza ushuru. Inakuwa hivi, wewe umekaa kanisani miaka 35, umekwaza na mke wako leo, umemchapa vibao vizuri kabisa, kupiga vizuri kabisa, kwamba usifike kwa sababu nimeokoka ndio siwezi kupiga. Mara pa sio, au mara imetokea ukatoka pale na hasira zako unaendesha gari, mara pa ajali. Umetoka hapo sura mara pa umetumbukia mtoni, mara mvua za mafuriko zimepita na wewe. Sasa yuko mwingine ambaye ni kahaba, yuko baa leo. Yuko mwingine ambaye ni mwizi leo. Yuko mwingine ambaye ni toza ushuru leo. Lakini kuna siku atasikia injili. Yesu anakupenda, Yesu anaokoa. La ni kitu kimekuja kwake. Hapo msemo anasema kwenda ukaba wangu basi. Wewe tuende. Anaokoka leo, anaingia mbinguni. Wewe ndugu uliyekuwa na miaka 25 ya wokovu, uliyekuwa na miaka 20 ya wokovu, uliyekuwa na miaka 15 ya wokovu, utakuwa umekosa ile nafasi. Mpendwa mtazamaji, ni heri mwisho wa neno. Heri mwisho wa jambo. Kwa hiyo katika safari unayoenda nayo, chunguza maisha yako. Je, ninaendelea vyema na safari? Je, nimelala njiani? Je, nimekwama njiani? Bwana unikwamue niendelee mbele salama. Lakini jambo jingine ambacho uliangalia mpendwa mtazamaji, katika maisha yote tulioishi, watu wengi walikuwa na utamaduni wa kusherehekea sikukuu mbalimbali. Hata katika Ukristo bado ipo nafasi ya sikukuu za kusherehekea mbele za Mungu. Usikariri kuwa wewe kuwa Mkristo ni dini ya majaribu, machozi na magumu. La hasha. Zipo nyakati za kupumzika, kufurahi na kushangilia pia katika Bwana. Mpendwa mtazamaji, hata waliokuwa wanasherehekea, ila kusherehekea kwetu tunasherehekea kitakatifu. Tuna utaratibu wa kusherehekea. Ukisoma kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 mstari ule wa 30, Biblia inasema hivi. Wakorintho wa kwanza 10, Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 10 mstari wa 30, Biblia inasema
Ikiwa mimi natumia sehemu yangu kwa kushukrani, kwa nini tukanwe kwa ajili ya kitu nikishukuriacho? Basi mlapo au mnapo au tendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Kwa hiyo kuna saa tunafurahi, tunasherehekea, lakini tunapofanya vile tufanye yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kitabu cha Kutoka mlango ule wa 10 pia mstari wa 9, Kutoka 10:9, Biblia inasema maneno haya kwamba Musa akamjibu, tutakwenda na vijana wetu na wazee wetu na wana wetu na binti zetu, tutakwenda na kondoo zetu na ng'ombe zetu, kwa kuwa inatupasa kufanyia Bwana sikukuu. Hata Mungu anafanyiwa sikukuu, na hii sikukuu inafanywa na watu wote. Musa alisema mpaka na kondoo zetu na mbuzi zetu tunataka kufanya nazo sikukuu mbele za Mungu. Kwa hiyo katika maisha ya neema pia kuna wakati wa mapumziko, kuna wakati wa kutulizwa na Bwana, kuna wakati wa kufurahishwa na Bwana, kuna wakati wa kulishwa na kunyweshwa na Bwana. Kuna wakati Biblia inasema, alivyosema Daudi kwenye Zaburi kwamba yeye Mungu huandaa meza mbele ya na machoni pa watesi wangu. Haijalishi na watesi wangapi, kuna nyakati ambazo Mungu atakuburudisha, Mungu atakufurahisha, Mungu atakunywesha, Mungu atakusaidia uone wema wake katika yale yote unayofanya. Lakini pia mpendwa mtazamaji, jambo lingine la 10 ambalo la mwisho lilikuwa nimeweka kwenye listi hii, unapaswa kutambua kama muamini, unapaswa kutambua kuwa Mungu husema na ana njia zaidi ya moja ya kusema na watu wake. Unapoambiwa Mungu amesema na unasema, wewe umemsikia wapi Mungu? Wewe umesikia kumuona, wewe ulimuona wapi Mungu? Nani alishakuona Mungu? Wapendwa, Mungu anasema. Na Mungu anaposema ana njia nyingi za kusema na watu wake. Kuna neno ambalo watoto wa kizazi kipya au watoto wa Swahili wengi wanatumia neno kwa sema machale yanicheza. Roho Mtakatifu juu ya watu huwa anawapa pasha taarifa, hata wale ambao hawajui, lakini akwambia ni machale yanicheza. Ni Mungu ameagiza malaika wake akulinde kwenye mahali popote pale, maana yake hata kufa kwako Mungu hapendi. Biblia inasema Mungu hafurahi kufa kwa mwenye dhambi. Kwa kama Mungu hafurahi kufa kwa mwenye dhambi, kifo kinapokuwa mbele zako, Mungu anakukanya, anakuonya, jamani, hii gari unapanda ina shida. Sasa moyo unauma, machale yanicheza, nimekosa amani, nimekosa furaha, najisikia kulia. Kuna taarifa ya kiroho iko mbele yako. Kuna upofu ambao unao, au uziwi ambao unao, au uzito ambao unao kwa sababu una Yesu, lakini Mungu anawalinda watu wote kwa sababu Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Kwa hiyo zipo njia ambazo Mungu anazitumia kwa ajili ya kusema na watu wake. Na nimeorodhesha njia kadhaa. Njia ya kwanza ambayo Mungu anaitumia inaitwa neno lake. Logos. Logos ni pale unaposoma Biblia au unaposoma neno la Mungu unapata neno la kufaa kwa wakati na majira haya. Lakini mbali na logos kuna neno lingine ambalo tunaliita ni rema. Rema maana yake ulisoma neno likakaa ndani mwako, inafika mahali unakutana na situation fulani, Mungu analitoa neno ndani mwako, unasikia neno linasema ndani mwako, hiki ni 1 2 3. Zaburi ya 107 mstari wa 20 unasema maneno haya. Zaburi 107 mstari wa 20. Biblia inasema hivi: hulituma neno lake kuwaponya, kuwatoa katika maangamizo yao. Kuna saa, kuna maangamizo ya ajali, kuna maangamizo ya wewe kushambuliwa, kuna maangamizo ya hatari ya nyoka, hatari ya mnyama. Mungu anatuma neno lake la kuambia ondoka kwenye njia hii, ondoka mahali hapa, usipite njia hii. Unapaswa kuwa amani ya kupita ile njia. Mpendwa mtazamaji, kuna siku moja nilikwenda nyumbani, na nilipokuwa nyumbani, Roho Mtakatifu akaniambia nikamsalimie bibi yangu yake wakati kwa hapa. Nikasema huyu ni usiku, kwa nini niende kwa bibi? Lakini naendelea kusema na ile hali, naendelea kusema na ile hali. Kijijini kwetu mvua zinaponyesha zinakuwa ni mvua kubwa sana, na kuna milima na utelezi, lakini pia mito imejaa maji sana. Lakini kulikuwa na shida na ile sauti, kwa nini niende usiku? Kwa nini usiku? Ikafika mahali bali nilipoenda nipende mtazamaji, yaani nilipopiga hodi nyumbani kwa bibi yangu, mvua ilianza kunyesha saa ile na ilimisha mpaka asubuhi. Kwa hiyo na maana ningeshinda na Mungu
ile mvua ingeniingia nchini. Maana kwa hakuna mahali pengine pa kupita. Ningepita ile neno maana hakuna kwa jirani wala kwa nini nikiingia kwenye bonde la mto hakuna jinsi ya kutoka kule. Lakini Mungu aliniokoa kwa sauti ya ndani. Nenda kwa bibi, nenda kwa bibi. Maana kwa kutaka kuna kwa nenda kwa bibi. Kwa nini? Kwa sababu ulituma neno lake likapata kutuokoa. Kwa hiyo sehemu ya kwanza, Mungu husema na watu wake kwa njia ya neno lake. Aidha neno la maarifa, neno la hekima, tutakwambia hapo baadaye, lakini kuna wakati Mungu anachia tu neno, unafikiri ni akili zako na waza, mbona akili zangu zinakataa? Au mbona moyo wangu unakataa? Mbona inaongoza hivi? Kwa sababu anatuma neno lake likapata kutoka. Lakini jambo la lingine, mpendwa mtazamaji, Mungu husema na watu kupitia nabii, mtumishi wake. Kumbukumbu la Torati mlango ule wa 18 mstari wa 15 unasema hivi. Kumbukumbu la Torati mlango wa 18 mstari ule wa 15 na 18. Biblia inasema Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi, msikilize yeye. Mstari wa 15 unasema mimi nitaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakayomwamuru. Mungu ataleta nabii. Alikuwa anamwambia Musa atawaletea watu manabii ambao ataweka maneno yake ndani ya watu hawa ili wawaokoe watu, wawasaidie watu. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, kama sio logos, kuna saa neno unalisikia lakini hauelewi. Kuna saa Mungu atatuma nabii, atatuma mtumishi wake. Atasema jamani, kuna shida 1, 2, 3. Jamani, kuna jambo 1, 2, 3. Ondoka mahali hapa, usiwepo mahali hapa, usifanye jambo hili na lile. Kwa sababu gani? Anataka akuokoe na majanga, anataka akusaidie. Lakini mbali na hilo, neno la Mungu haulijui, ama neno la Mungu halipo ndani mwako. Inawezekana nabii yuko mbali, hajaweza kukutana na wewe. Mungu ana njia nyingine ya kusema na watu wake, na njia inaitwa njia ya maono na ndoto. Kitabu cha Ayubu mlango wa 33 utaenda kuangalia pale. Ayubu 33, naomba nisome maneno haya. Ayubu mlango wa 33 mstari wa 14. 33:14. Anasema kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara mbili, ajapokuwa mtu hajali. Kwa hiyo Mungu anaweza kusema naye kwa njia ya neno, usielewe. Akamtuma nabii, ukasema hakuna kitu kama hicho Bwana. Anasema kwa kuwa mtu hajali. Mstari wa 15. Anasema katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uwajiapo watu katika usingizi kitandani, ndipo uyafungua masikio yao ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao, ili amuondoe mtu katika makusudi yake na kumfichia mtu kiburi. Mpendwa mtazamaji, anasema yeye huizuia nafsi yake isiende shimoni, na uhai wake usiangamie kwa upanga. Kuna nyakati Mungu anasema kwa nabii usikii, anasema kwa neno usikii, lakini kuna wakati ambapo Mungu anachokifanya, anaamua saa umelala usiku, kwa sababu ni bishi mchana usikilizi, anafungua masikio yako, anakuambia ABCD. Sababu ya Mungu kufanya hivyo nini? Kwamba ili akuondoe katika makusudi ya moyo wako, akufichie kiburi, akufichie matatizo, lakini sema ili pia aiondoe nafsi yako isiende shimoni. Mungu anataka watu waokolewe, wasiingie shimoni, wasiharibikiwe. Sasa kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila muamini asipotee. Ile neno kupotea ni kuperish, ni sawa na ili kwamba usiharibike. Na mapenzi ya Mungu hapa hivi, hataki mtu aharibike, hataki uharibikiwe, hataki uangamie. Anachotamani ni wewe ufikie ile kusudi lake la maisha aliyokuwekea. Mungu kuna mahali alikusudia ufike, alikusudia ndoto yako itimie, alikusudia uzae rais ajaye. Hasa wewe hapo umekuwa mlevi, umekuwa mjinga, unafanya vitu ambavyo havieleweki, ufe kabla ile kusudi halijafika. Mungu hakubali ile kusudi litimie, lazima pambane ili akuokoe. Mungu alikusudia kwamba wewe ndio utakayeleta ukombozi kwenye familia yenu, wewe ndio utakayeleta uzima kwenye familia yenu, wewe ndio utakayejenga nyumba ya kwanza ya heshima kwenye ukoo wenu. Lakini anaona leo kuna mambo ambayo yanaingia kwenye njia yako ya block ile kusudi la Mungu ili usilifikie.
Anasema anaiokoa nafsi yako isiende shimoni. Anakufichia kiburi, anakufichia matatizo, anapambana nawe kufa na kupona ili akuokoe, akulete kwenye mstari ulishi kusudi lake. Ndugu yangu, nalifahamu hilo. Mungu anasema hata leo, hata sasa Mungu anasema na wewe. Napoongea na wewe kuna kusudi ambalo Mungu ameweka ndani mwako. Kuna mtu ambaye una shule ndani mwako. Kuna mtu ambaye hapo sasa una ndoto ya chuo ndani mwako. Kuna mtu hapo hivi una maono ya kanisa ndani mwako. Kuna mtu hapo hivi umebeba maono ya kuweza kulisha maelfu ya watu kupitia mradi wa kilimo ulioko ndani mwako. Kuna mwingine ni biashara. Mungu anachotaka kwako ni ile lengo litimie. Watu wanafikiri kazi ya Mungu ni kama kusimama kama mimi hapa kuhubiri. Wanafikiri kazi ya Mungu ni kuwa mchungaji, kuwa mwinjilisti, kuwa nabii, kuwa mtume. Wamesahau kazi ya Mungu. Chochote unachokifanya kwa halali, kulima ni kazi ya Mungu. Biashara carpenter ni kazi ya Mungu. Biashara yote unayoifanya kuwasaidia wanadamu, kurahisisha maisha ya wanadamu ni kazi ya Mungu. Daktari pia nao ni kazi ya Mungu, unaokoa maisha wengi. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, chochote Mungu anachokiweka kwako anataka kilete matunda. Hajakusudia Mungu uzee watoto hawajamaliza chuo, hawajamaliza shule, ufe. Sio mapenzi ya Mungu. Mungu hapendi ufe kabla ya wakati. Ni matatizo ya huko duniani, na malengo ya Mungu kusema na watu ni ili awaokoe, na tunasema premature death, kufa kabla ya wakati, kukatiza ndoto kabla ya wakati. Ulipooa, ulipoolewa, mapenzi ya Mungu ilikuwa ni uzae watoto, na ukishazaa mtoto au ukishazaa watoto uwalishe, uwatunze, uwasomeshe, uwajengee future bora. Biblia inasema mwenye haki huachia wana wa wana urithi. Maana yake unawaachia sio wajukuu tu, mpaka na vitukuu unatakiwa viachie urithi. Itakuwa kwa mtu mwenye malengo makuu ya kimungu, kwamba unapojenga nyumba, unajenga ya kwako na mke wako, ukimaliza jengea watoto wako kama ni 3 au 6, kwamba kila mtu awe na mji wake. Ukimaliza anataka Mungu ujenge kwa angalau mtoto wa kwanza wa kila familia awe na nyumba au awe na kiwanja au awe na shamba, unawachia urithi. Maana unapolala katika Bwana wasema babu amepumzika. Wanawekea kaburi lako tiles. Kwa nini? Wanafuraha na wewe kwa sababu uliwajengea uchumi, uliwajengea maisha, uliwajengea platform ya wao kuanzia kuendelea mbele. Lakini leo angalia nini kinachoendelea kwenye maisha, kwamba kijana anasoma, anaposoma kufika hapo mbele sekondari, anaenda kwenye kibarua ili akamlie mdogo wake kaptula. Kwa nini? Baba hayupo. Kwa nini? Mama hayupo. Malengo yalikatizwa, familia zimevurugwa. Mapenzi ya Mungu ni ufikie lengo la kimungu. Leo kuna mtu anakuta kwamba yuko chuoni anasomesha ndugu zake 2 au 3 kwa nyuma, akipokea ile boom anakula kipande kimoja cha muhogo. Kwa sababu gani? Huku nyuma kuna mzigo wa kupambana. Kwa nini? Baba, ndoto zilikatizwa, mama, ndoto zimekatizwa. Mungu hataki iwe hivyo. Ndio maana anasema nawe hata leo, ukibadilisha maisha yako, ukimwishi Mungu, jambo la kwanza anasema ili kila amwamini asipotee. Kuna kupotea kwenye malengo, kuna kupotea kwenye mwelekeo, kuna kupotea kwenye physically, mtu anapotea na kufa. Kuna kupotea spiritually, maana yake kiroho, huyu mtu amemezwa na mizimu, amemezwa na mashetani, amemezwa na waganga, amemezwa na wachawi, huyo naye amepotea. Unapolipokea la Mungu ni ili usipotee. Kwa hiyo Mungu anaposema na wewe, iwe kwa njia ya neno lake anapozungumza nawe, iwe ni kwa njia ya manabii kuja kukuambia kwamba nimeona mbele yako kuna 1, 2, 3, rekebisha njia yako, iwe ni kwa njia ya ndoto au ya maono ambayo Mungu anaweka ndani mwako, bado unatakiwa kutii sauti ya Mungu. Maana Biblia imesema kwamba mkikubali na kutii mtayala mema ya nchi. Mema ya nchi pia ni utimilifu wa siku. Mpendwa mtazamaji, miaka 70 ni haki yako, miaka 80 ni haki yako. Lakini leo ukiangalia takwimu za Umoja wa Mataifa, watu wanakufa miaka 50, miaka 40. Ile life expectancy imeshuka, matarajio ya maisha yameshuka sana. Kwa sababu gani? Dhambi, uovu na kutokusikia sauti ya Mungu. Acha nikuambia kwamba kama aliyetengeneza kompyuta amekupa guidelines, inaitwa money, jinsi ya kutumia. Kama aliyetengeneza simu amekupa namna ya kutumia. Hata aliomba dunia hii alitupa namna ya kutumia dunia, alitupa namna ya kuishi katika dunia. Mkikubali neno lake, mkikubali kuongozwa naye, mkikubali kuishi kama anavyotaka, Biblia inasema atakufunulia hazina za sirini,
alitujaza na baraka. Haleluya. Mpendwa mtazamaji, tuna kitu kinachoitwa maono au sauti au ndoto. Kwa hiyo ndio anayo, ni jinsi Mungu anavyosema na watu. Lakini jambo jingine anasema ni sauti ya kusikika katika damu na nyama. Matendo ya Mitume mlango wa 9 mstari wa 4 utasoma kwamba Paulo alipokuwa anaenda kulipersecute kanisa, kuliharibu kanisa, kulivuka kanisa, Mungu hakusema naye kwa njia ya ndoto, hakusema naye kwa njia ya nabii, hakusema naye kwa njia ya neno. Alisema naye kwa njia ya sauti inayosikika ya kibinadamu kabisa. Ukisoma kwenye kitabu cha Hesabu kuanzia mlango wa 20 pale kuendelea mbele, kuna mtu mwingine anaitwa tena Balaam. Mungu hakusema naye kwa njia ya ndoto, hakusema naye kwa njia ya maono. Kwa wakati ule alisema naye kwa njia ya sauti inayosikia kibinadamu. Punda akaongea, akamwambia, ndugu, mbona unanipiga mara zote hizi 3 hizi? Akamwambia, ningekuwa na upanga ningekuwa. Kwa nini? Akamwambia, kwani mimi sote nimekubeba? Ndio Balaam anafungua macho, anaona malaika amesimama mbele na upanga. Paulo alipokuwa anaenda Dameski kwenda kutesa kanisa, Mungu alikutana na Yesu, alikutana naye. Akamwambia, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Akasema, unani wewe Bwana anayekuudhi? Asema, mimi ni Yesu unayeniudhi. Akamwambia, ingia mjini utaambiwa ya kupasai. Ndipo Yesu akasema na Anania aenda akamwambie Paulo. Nataka niseme mpendo wangu, kuna saa Mungu anasema kwa sauti ya kibinadamu kabisa. Miaka ya nyuma nilipokuwa nafanya kazi ya kulea watoto, nilikuwa na mtoto mmoja hapo ambaye alikuwa ni kiziwi. Hasa alikuwa ameanguka pale wenzake alipokuwa, akaja nyuma ya gari. Nikawasha gari, nilipokuwa naweka gear ya reverse, nikasikia sauti inaniambia kwamba unaua mtoto. Nikashika breki, kushuka na mkuta kweli mtoto yuko chini ya tairi tayari. Kwa hiyo Mungu alinusuru, hakufa, lakini sauti iliniambia unaua mtoto. Kwa sababu gani? Yule mtoto alikuwa kiziwi, gari na nguruma hajui, na karibia ningemkanyaga. Mungu ndiye aliyenusuru na ile ishu. Kwa sababu gani? Sauti yake nilisikia. Kwa kuna saa Mungu atasema kwa sauti ya kibinadamu kabisa, utaisikia sauti kabisa. Nilikuwa naongea na binti mmoja. Yule binti aliolewa, alikuwa ameokoka, akaenda kuolewa na mtu ambaye hajaokoka kwa sababu kanisani walimkwaza. Sasa baada ya kuolewa na yule mtu ambaye alikuwa hajaokoka, baada ya muda mfupi sana yule bwana akawa amekufa. Alipokufa sasa ikawa anamuuliza dada, ilikuwa kwaje mpaka afike mahali pale? Maana baada ya alirudi kwenye neema ya Kristo. Akaniambia, mchungaji, nilipokuwa nimekwazika sana, nikawa nimepata mchumba, wakati tunaendelea na shughuli za uchumba, nikasikia sauti usiku wa manane, sauti ya mama yangu ikiniita fulani. Neno la Mungu limesema haifai kuwa hivyo, kwamba usifungiwe nira pamoja na asiamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Anasema ile sauti kaondoka. Anasema watu walimuonya, hakusikia. Mchungaji kasema hakusikia. Anasema akasikia sauti ya mama yake usiku. Akamwambia mama yake, mama uliongea? Asema mimi usanani usiku nimetoka wapi? Kwa hiyo Mungu alizungumza kwa sauti kabisa, anaelewa sauti ya mama yake haifai kuwa hivyo. Kwa wewe kufungiwa nira na mtu asiamini, lakini bado alienda na akafungiwa nira. Baada ya muda mfupi tu yule bwana akafa, akamwacha kwa mjane bado mdogo sana. Tena mtazamaji, sauti ya dhahiri ya kibinadamu kabisa unaweza kusikia. Lakini pia aina nyingine ya Mungu kusema na watu ni kupitia sauti ya ndani. Hii tunaweza kuita ni ufunuo. Laweza kuwa neno la maarifa, laweza kuwa neno la hekima, laweza kuwa neno la ufahamu. Yote vile sauti ya ndani inachosema chaweza kuwa sahihi kuokoa. Bado ni Mungu anasema na watu. Kuna saa unaweza kufika mahali ukasikia wazo ambalo halikuwa kwenye programu yako kabisa. It's unprogrammed. Linasema hivi, singefanya hivi, singesema hivi, singetenda hivi. Alafu ile sauti unashindana nayo. Pia ni njia ya Mungu kusema na watu wake. Mpendwa mtazamaji, njia zote hizo Mungu anazitumia kuwasaidia watu wake. Lakini njia ya mwisho ambayo nimeorodhesha kwa siku ya leo, Mungu anasema na watu kupitia mazingira halisi kabisa. Tunaposema mazingira halisi, maana yake kuna mazingira halisia yanaweza kusema na wewe. Mpendwa mtazamaji, nilikuwa na tafakari wakati fulani, mtu akitoa ng'ombe kanisani naona kwamba ametoa kitu kikubwa sana. Lakini nikapata neema ya kutembelea sehemu aita Ngorongoro Crater. Ngorongoro iko chini sana. Ukiwa pale juu unaweza kupiga picha ukaangalia ile bonde kilivyo kila kitu.
lakini Mungu alifundisha kitu fulani ambacho kwangu mazingira halisi alisema na mimi kuhusu habari ya utoaji au kuhusu habari ya kumtolea Mungu. Biblia inasema kwamba ana ng'ombe elfu kwenye vilima. Sikuwa nimeelewa maana ile neno nini. Lakini nilipokuwa nashuka na gari, nilikuwa nashuka kwenye zile kona kuja Ngorongoro, nikaona kama mablanketi mawili yametandikwa chini, kwa sababu bado ni chini sana, meusi kabisa. Nikamuuliza yule dereva wetu, ile nini? Akaniambia ni makundi ya nyati yamepumzika. Kwa hiyo tuliposhuka ni kama kundi moja na zaidi ya nyati kama 1000 wamekaa pamoja, na kundi jingine tena kama 500 600 wamekaa pamoja, madume yaliyoshiba vizuri kabisa na majike na ndama zenye afya. Ndani mwangu anajiuliza, hivi ninaposema namtolea Mungu ng'ombe mwenyewe unaitoa ni ndama yenye minyoo, manyoya yamesimama, amelalia amechafuka samadi kila mahali, ukimwangalia ni kiumbe cha kutisha fulani hivi, unafikiri kwamba umemtolea Mungu kitu kikubwa. Nikasema bado Mungu amemstiri sana. Ng'ombe zote na hiyo hapo ni kreta tu. Acha makundi huko juu. Hujakutana na nyumbu wanaohama kwenye Kenya na Tanzania. Hujazungumza habari ya pundamilia. Hujazungumza habari ya maswala na tembo na hujazungumza habari ya mbuga za Tanzania. Hujaenda sipi Mikumi, Serengeti, Ngorongoro, hujaenda sipi Tarangire, hujaenda wapi Lake Manyara, hujaenda huku kila mahali. Ukajiuliza wote hao tuna nini cha kuweza kutishia Mungu kwamba tunamtolea Mungu? Mpendwa, mazingira halisi yanaweza kusema. Nataka nikutie moyo. Vyovyote vile Mungu anavyosema nawe, chochote kile ambacho Mungu anasema nawe, zingatia sana. Iwe ametumia neno lake, zingatia neno lake. Nabii ametumwa, zingatia hilo. Ni maono, ni ndoto, zingatia. Ni sauti ya kusikika, zingatia. Je, ni sauti ya ndani Mungu amesema na wewe? Zingatia sana hilo. Lakini pia kama ni mazingira halisi, bado Mungu akupe neema kwa mzingatia. Na kumalizia mpendwa mtazamaji, naomba nikutie moyo ya kwamba neema ya Mungu izidishwe kwako. Mwimbaji alisema, nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake. Ni maombi yangu, shauku yangu, umjue Yesu, umjue Mungu tena, uzame kwenye kiwango kingine, kwenye hatua nyingine tena kumjua Mungu, na naamini baraka zake zitakuwa tele zikifurika katika maisha yako. Mungu akubariki sana kwa siku ya leo na kwa moyo mkuu wa kuendelea kunisikiza kwa wakati wote. Na naamini kwamba Bwana atainua maisha yako kwa ufahamu wa kina zaidi. Nikamshukuru Baba mwema katika jina la Yesu. Na kushukuru kwa siku ya leo na wapekee sana na baraka ambayo umetupa. Bwana umetutenda mema, umetusaidia. Asante kwa mtazamaji aliyenifuatilia. Asante kwa msikilizaji aliyenisikiliza. Na si baraka zako zikaongezwe kwao, na uaminifu wako pale kuwafunika na kuwahifadhi pia. Mungu mtakatifu, usiwapungukie wala kuacha, bali ukawatende mema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nimezungumza kuhusu habari ya kufahamu mambo ya msingi. Naomba yakawe ndani yetu, tukakuwe na kuendelea katika hayo, na jina lako likatukuzwe. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Namwacha mtazamaji huyu katika mikono yako iliyo salama. Wako wenye changamoto mbalimbali, Bwana. Yuko huyu aliye mgonjwa amelala kitandani. Naomba uzima wako ukapate kumgusa, ukamuinue kwa jina la Yesu. Yuko huyu aliyekata tamaa, aliyechoka, aliyeshindwa na majaribu. Bwana, naomba nguvu ya kuendelea mbele tena. Magoti yake akatiwe nguvu, miguu yake ikaimarishwe tena, akachukua hatua kuendelea mbele katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yuko huyu aliyesinzia kwa kupata tamaa, kuona kwamba hayawezekani tena. Neno lako limesema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu na Kristo Yesu atakuangaza. Naomba neema ya kuamka tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Watende mema Bwana, ukawasaidie na kuwapigania. Utukufu wako ukawafanyie mema kila wanapoenda na wanaporudi. Uwe juu yao kuwatenda mema kwa jina la Yesu. Tunapomaliza kipindi cha siku ya leo, na kushukuru na kulibariki jina lako takatifu, maana utaenda kututenda mema kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amen. Mpendwa mtazamaji, nikushukuru tena kwa jinsi ambavyo umekuwa ukiendelea kushirikiana nami katika kufuatilia vipindi hivi, lakini zaidi sana kusikiliza kwa makini. Naomba neema ya Mungu zidishwe kwako na baraka zake zikae katika maisha yako pia.
Naitwa Elisongo Kiwelu, mchungaji wa kanisa la EAGT Nazareti wilayani Hai, lakini pia mwalimu wa chuo chetu cha Kanda Kaskazini cha KBC. Karibu sana na Mungu wa mbinguni akubariki. Endelea kung'aa katika nuru ya Kristo. Namba zangu za simu 0767 362981 na 0621444420. Wale wanaofuatilia pia utaziona chini ya skrini yako, na naamini kwamba Bwana ataenda kubariki. Uwe na wakati mwema. Amen. Sibuka TV.